Ni msimu wa 3 wa maonesho kwa wafanyabiashara wa mikoa ya Nyanda za Juu Kusini maarufu kwa jina la Biashara Bazaar. Mohsin Mkongo, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Oadoa Enterprise Limited, ambaye ndiye mratibu mkuu wa maonesho haya Biashara Bazaar, anaelezea lengo la maonesho haya. Lengo ni kufungua mikoa ya Nyanda za Juu Kusini kupitia maonesho makubwa ya biashara ambayo yataleta huduma, teknolojia, bidhaa pamoja na ubunifu mpya ambao kwetu labda haujafika au ufikaji kwake ni wa taratibu sana. Na maonesho haya yatafanyika tarehe 25 mpaka tarehe 29 mwezi huu, yani Septemba, na yatafanyika kwenye viwanja vya O2 karibu kabisa na stendi kubwa ya daladala ya Kabwe, na yatakuwa ni maonesho ya siku 5, na tumewaalika wadau mbalimbali wa bidhaa, huduma, ubunifu pamoja na teknolojia kwa ajili ya kuja kutuonesha bidhaa zao, lakini sisi kuja kujifunza zaidi juu ya kile ambacho nakileta. Tumepata mafanikio makubwa kwa sababu kuna wadau wakubwa ambao tulikiwa tukienda kuwafuata kuwaambia juu ya fursa Nyanda za Juu Kusini, walikuwa wanaona hii ni sehemu ambao walikuwa na kiu ya kufika, lakini kulikuwa hakuna platform ya kufika, na hao mwaka huu ndio wanakuja. Kwa hiyo kwetu sisi tunaona ni mrejesho mzuri, mrejesho mkubwa, lakini pia kupata support ya serikali pamoja na TCCIA kwetu sisi ni mafanikio makubwa, kwa sababu ni kwamba wameona kuna sehemu tunataka kufika na tuna kiu ambayo tunataka kuileta kwa vijana wa Nyanda za Juu Kusini ili kuweza kujifunza kitu kipya, na mwisho wa siku tuweze kutumia upande huu ambao kwetu sisi ni lango la Tanzania kwenda kwenye nchi za SADC. Ofisa mtendaji wa chama cha wafanyabiashara wenye viwanda na wakulima TCCIA mkoa wa Mbeya, anayewakilisha wafanyabiashara mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, Emile Malinza, anaelezea manufaa ya uwepo wa maonesho haya. Haya maonesho ni makubwa na tunashukuru kwamba fursa hii kwa mara ya 3 tena inatujia sisi wetu watu wa Mbeya, na tumejiandaa vya kutosha, tumetangaza vya kutosha, wanachama wetu wanajua, na tunategemea kwamba kwenye maonesho ya safari hii watu wengi watajumuika, kwa sababu pia ni kumuunga mkono rais wetu John Joseph Pombe Magufuli kwenye maono yake ya uchumi wa viwanda. Ningependa kuchukua pia nafasi hii kwa fursa pekee ya kuwaalika wazalishaji, vikundi vya ujasiriamali kuja kujiunga kwenye maonesho haya ili waweze kuona wenzao wa mikoa mingine wanafanya nini. Sababu tumealika Nyanda za Juu Kusini na pia mikoa mingine ambayo wenzetu wako na maendeleo makubwa, ili waje hapa kutupa shule na sisi tusome. Na pia tumeweka sehemu maalum kwa ajili ya wale ambao wamenufaika na mikopo ya halmashauri, mikopo ya vijana, wanawake na wale walemavu. Tumewekea eneo ambalo watu wataona sasa juhudi zinazofanyika na serikali ya awamu ya 3 kuwasaidia hawa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kupata mikopo ambayo haina riba. Hii ni fursa pekee kwa sababu hakuna sehemu nyingine yote kwa Tanzania utapata mkopo ambao hauna riba. Sasa serikali yetu imekifanya hicho kiwezekane, na mwaka huu mikopo iliyotolewa yote imekuwa haina riba. Hadi sasa hivi halmashauri zetu zimeshatoa zaidi ya milioni 200 na bado pesa zipo za kuweza kuwapa wengine kwa ujasiriamali. Kwa tunaomba mjitokeze kwa wingi ili msipoteze hii fursa ambayo ni adimu kupatikana. Stanley Kibakaya, ofisa biashara mkoa wa Mbeya, anaweka bayana fursa zilizopo na tija ya biashara kwa wafanyabiashara mkoani Mbeya. Kwanza kabisa niseme Mbeya ni soko, kwa sababu ukiangalia fursa ambazo tunazo mkoa wa Mbeya ni mkoa wa tofauti. Kwa sababu fursa ambazo zipo kwenye mkoa wa Mbeya hakuna mkoa ambao utakwenda utaona fursa hizo zipo. Kwa mfano kwenye halmashauri zetu 7 tukianzia na Kela kuna uchumi ambao unategemea biashara, lakini pia unategemea kilimo, na kule wanalima sana mpunga. Na sasa hivi ukienda kwenye masoko ili uweze kwanza kuhudumiwa, lakini uweze kupewa mchele ambao ni mzuri, unasema naomba mchele wa Kela. Lakini pia ukienda halmashauri ya Rungwe wao wanalima ndizi pamoja na bidhaa nyingine, lakini wao uchumi ambao wanaotegemea sana ni biashara, lakini pia kuna kilimo cha ndizi. Ukiacha kilimo cha ndizi pia ipo gesi
ambayo inapatikana, gesi ambazo zinatumika kwenye viwanda inapatikana pia Rungwe. Lakini tukienda Mbarali, tuseme pale ndio center ya kilimo cha mpunga. Kuna watu wanatoka Zanzibar, wanatoka mikoa mingine, wanaenda kuchukua mchele ambao unapatikana pale Mbarali. Ukiacha Mbarali, tukienda Chunya tuna madini. Chunya tuna alizeti. Sasa hivi ukienda dukani kuulizia mafuta ya alizeti, wanakuulizia ni alizeti za wapi. Kwa hiyo alizeti ambazo zinapatikana Chunya zinatoa mafuta ambayo ni the best. Hata usipofanya double refining, lakini ukiangalia yale mafuta ni mafuta ambayo yana viwango. Ukija hapa Mbeya mjini ndio biashara ilipo. Kuna fursa mbalimbali za kibiashara zipo hapa mjini. Tukienda halmashauri ya Mbeya wao ni maarufu kwa biashara, lakini pia ni maarufu kwa kilimo. Mahindi mazuri matamu yanapatikana halmashauri ya Mbeya. Yale mahindi hata usipo yakoboa unaona kwamba hata unga wake ni mtamu. Bidhaa ambazo zinapatikana kwenye hizo halmashauri, tuna bidhaa nyingi ambazo zinapatikana kwenye mkoa. Ukiangalia kwenye mkoa wa Mbeya, kila halmashauri ina sifa yake. Lakini sio hiyo tu. Mbeya tunasema ni lango kuu la kibiashara. Ukienda Kyela unakutana na nchi ya Malawi kule. Ukienda upande wa Mbeya DC huku, ukienda huko mbele unakutana na Zambia. Lakini sio tu, nchi za Kongo, nchi za SADC, mlango mkuu wa kupitia ni hapa Mbeya. Uwanja wa ndege wa Songwe ni moja ya fursa za biashara na kiuchumi ambao umekuwa ni kiunganishi kwa nchi za SADC. Kuna fursa ya uwanja wa ndege wa Songwe. Ni uwanja ambao ukija kutamka viwanja vikubwa hapa Tanzania, huwezi kuacha uwanja wa ndege wa Songwe, kwa sababu ni uwanja ambao unakutanisha nchi za SADC. Lakini sio hiyo tu, fursa nyingi za biashara na za kiuchumi. Sasa hivi wa Kongo, wa Malawi, wa Zambia hawapandi tena magari, wanakuja wanapanda ndege zetu hapa, wanaenda Dar es Salaam. Kwa hiyo ni fursa. Mbeya nasema ni fursa ya kiuchumi kwa sababu ya vitu ambavyo nimevitaja. Lakini sio hiyo tu, ukiangalia maonyesho ya kibiashara ambayo tumefanya hapa Mbeya, mimi niseme kabisa kwamba Mbeya maonyesho haya ni fursa kwenu. Tumekuwa tukiwapeleka wafanyabiashara kwenye maonyesho tumeshawapeleka wengine China kuangalia wenzetu wa China wanafanya nini. Tumeshawapeleka kwenye maonyesho ya jua kali, wameona wenzao wanafanya nini. Tumepeleka maonyesho ya Sabasaba, wameona wenzao wanafanya nini. Sisi kama serikali, ukiangalia mkoa wa Mbeya, tumekuwa na hali ya hewa nzuri ambayo inawezesha bidhaa hizi za horticulture, bidhaa za mboga na matunda kuweza kumea. Sisi Mbeya tuna fursa kubwa ya kimiundombinu, tuna fursa kubwa ya kihali ya hewa, tuna fursa kubwa ya uzalishaji wa hizi horticulture ambazo nyingi hatutumii mbolea. Ukiangalia juzi tumefanya kongamano la horticulture convention. Tumeita watu wote wana uzalishaji wa parachichi, wazalishaji wa apples, wazalishaji wa carrot, wazalishaji wa maua. Tumeita wote kuwaweka pamoja na wadau wa serikali. Lakini sio hiyo tu, tumeita mpaka balozi mbalimbali ambazo wafanyabiashara wetu wanapeleka bidhaa kule nje. Tukitaka kwanza wafanyabiashara wetu wajue fursa za hizi horticulture product ni zipi. Lakini sio hiyo tu, tunao uwanja wetu wa Songwe. Ule uwanja umetengenezwa purposely kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hizi product, tukizalisha hizi product za kwetu, zinaweza kusafirishwa na kupelekwa kwenye masoko ya Dar es Salaam. Sio Dar es Salaam, tuna nje ya nchi. Kwa hiyo tutumie fursa hii, wazalishaji wa horticulture. Tunajua kuna watu wanazalisha maua. Sasa hivi wafanyabiashara wetu ni wachache sana ambao wanaenda kutafuta maua Arusha. Tunao wazalishaji wengi ambao wanazalisha maua hapa. Sio hiyo tu, tuna biashara ya carrot. Sasa hivi carrot nzuri ambazo zinapatikana kwenye masoko ya Dar es Salaam yanatokea Mbeya, kama watu wafahamu. Sasa hivi kuna bidhaa nyingine ya tango. Tango ni dawa, tango ni chakula. Lakini sasa hivi tumefika mbali, kuna wafanyabiashara wanaongeza thamani, zao la tango linatoa juice. Kutoka hapa katikati ya jiji la Mbeya, kwa niaba ya mwenzangu mpiga picha Joseph Mwesango, ni mimi Rashid Mkwinda, Mbeya Yetu Online TV.